Asanteni wadau kwa uniform na chakula zimetufikia Dodoma. Ile ya kweli ambayo kiufupi huwezi ukaigiza. Kwa mimi leo nimeiona hapa Kikuyu Dodoma. Hawa ni watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu na yatima, na leo wamepata kitu kikubwa sana, nafasi mpya kuendelea na shule kwa heshima zaidi. Kupitia Elisha Fashion and Youth Design, watoto 35 wamekabidhiwa sare za shule. Tena si hivyo tu, kuna kilo 120 za unga kwa mahitaji ya kila siku na daftari za kusukuma ndoto zao mbele zaidi. Ukiona namna walivyoshangilia utaelewa hii si msaada wa kawaida, ni ujumbe unaosema tuko pamoja nanyi. Kabla ya kupata hizi sare, changamoto yetu ilikuwepo, watu kopo hatuna sare za shule. Kwenda shule kopo ni vigumu. Lakini si kwa sisi ambao tulikuwa tunaanza kusoma shule, tulikuwa naenda na sare zetu za zamani ambazo sare zetu zilikopo kidogo zimechanika, zimetatuka, zinabana, shuleni hataki zilizobana. Lakini kwa wadau mlipotuletea uniform za shule, sasa kwa sasa naanza kwenda shule kwa vizuri, na hata wanaotokea darasa 7 kwenda form 1 sasa hivi anaanza kwenda shuleni kwa vizuri. Tunaki hii wiki yote form 1 hajaanza kwenda shule, lakini sisi tulikuwa tunashaanza kwenda shule. Sisi wadau na kitu tunachotaka tuambie, tunasema asanteni, Mungu awabariki. Wametoka safari kubwa, wametokea Songwe mpaka kufika hapa Dodoma, wametumia muda mwingi kwenye usafiri, wamepishana na vitu vingi barabarani. Sisi nasema asante, Mungu aongezee pale ilipopunguza. Sisi tunachowaahidi kama sisi wanafunzi, tunawaahidi tutafaulu na tutasoma kwa bidii. Lakini pia unajua kitu kizuri zaidi ni kwamba makao makuu ya shirika hili la EFAD yako mkabara na TRA pale Songwe, barabara ya Tazam, mahali ambapo vitendo vya upendo vinaanzia na kufika mbali zaidi. Hizi ni sare, si nguo tu, ni kujiamini. Haya madaftari si karatasi tu, ni kesho inayoandikwa leo. Lakini pia Elisha Fashion and Youth Design wanagusa maisha kwa vitendo, na kweli kila mtoto anastahili nafasi ya kung'aa zaidi. Asanteni wadau kwa uniform na chakula zimetufikia Dodoma.